Wapendwa familia ya Mungu, jioni hii tunaadhimisha, tungeweza kusema mkesha au vigilia ya sherehe ya jubilei ya miaka 25 ya upadre ya Mhashamu Baba Askofu Philbert Muhasi katika Dominika ya 21 ya mwaka A wa Kanisa. Kama mnavyojua, vigilia hii inatuandaa kwa ajili ya adhimisho hilo ambalo ni kubwa, kwa njia ya sala, kwa ajili ya kusikiliza neno la Mungu na hasa kwa kupitia vespere na tafakari kama namna yetu ya kukesha. Tukishirikiana na Baba Askofu Philbert Muhasi, jioni hii tunatafakari pamoja naye neno la Mungu kutoka waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, kama tulivyosikia, sura ya 11 aya 33 hadi 36. Maneno tuliyosikia ni haya: baadhi, utajiri, hekima na elimu ya Mungu ni kuu mno. Huruma zake hazichunguziki na njia zake hazielezeki, kwani hakuna anayeweza kuyajua mawazo yake. Kwa namna hii, kwa maana vitu vyote vyatoka kwake, vyote vipo kwa uweza wake na kwa ajili yake. Ndugu zangu wapendwa, pamoja na Baba Askofu Philbert Muhasi tunaweza kusema utukufu na uweza uwe kwake hata milele. Amina. Miaka 25 ya upadre, yote ni utajiri, yote ni hekima, yote ni elimu ya Mungu, lakini pia ni huruma yake. Namna Mhashamu Baba Askofu Philbert alivyofikisha miaka hiyo, tukianza na miaka 17 kama padre wa jimbo la Mahenge na kufanya utume katika nafasi mbalimbali katika jimbo hilo, na baadaye miaka 8 kama padre na askofu wa jimbo hili la Tundura Masasi, tunajua ni njia za Mungu ambazo hazielezeki na ni mawazo yake na uweza wa Mungu. Tunaweza kujibu mwishoni kusema utukufu na uweza uwe kwake hata milele. Amina. Ndugu zangu wapendwa, katika nafasi hii ya jubilei ya Mhashamu Baba Askofu miaka 25 ya upadre, tunaweza kutafakari mambo matatu. Jambo la kwanza ni shukrani. Ni nafasi ya kumshukuru Mungu kwa zawadi na neema ya daraja takatifu ya upadre. Tunaweza kusema upadre ni zawadi kutoka kwa Yesu Kristo, kwa sababu haukuanzia katika ubunifu wa kibinadamu au wanaita human innovation au hitaji la juu tu, bali katika Yesu mwenyewe ambaye ndiye kuhani mkuu wa milele. Tunakumbuka katika karamu ya mwisho, usiku uliotangulia mateso na kifo chake, Bwana wetu aliweka sakramenti ya Ekaristi Takatifu na sakramenti ya daraja takatifu kwa kusema maneno haya: fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Hivyo Yesu aliwakabidhi mitume na warithi wao utume mtakatifu wa kuadhimisha fumbo la imani, kuhubiri Injili na kulichunga taifa la Mungu. Kutoka katika chumba kile cha juu cha karamu ya mwisho, karamu hii imeendelea kurithishwa kutoka kwa mitume hadi kwetu sisi, ambapo Kristo anaendelea kulitakasa kanisa lake kupitia huduma ya makuhani waliowekwa wakfu. Utambulisho wa kuhani hautokani na kazi yake au hadhi yake, bali hutokana na kuunganishwa kwake na Kristo mwenyewe katika ngazi ya sakramenti. Kristo ambaye anaendelea kutenda kazi kupitia kwa makuhani wakati wa maadhimisho ya masakramenti. Hivyo jubilei kama hii ni nafasi ya kumwambia Kristo asante kwa zawadi hii kuu ya upadre. Lakini Yesu Kristo hakuishia katika daraja ya upadre katika nafasi ya Mhashamu Baba Askofu Philbert Muhasi, bali baada ya miaka 17 ya upadre alimpatia daraja ya uaskofu, ambayo ni ukamilifu wa daraja ya upadre. Labda tunaweza kumuuliza Baba Askofu Muhasi kama siku ile alipopewa upadre alijua kwamba miaka 17 ijayo au baadaye angekuwa askofu.
Na hivyo nadhani bila shaka jibu lake ni hapana, na hivyo anao wajibu wa kumshukuru Mungu, kwani njia zake hazielezeki, kwani hakuna anayeweza kuyajua mawazo yake, kwa maana vitu vyote vyatoka kwake, vyote vipo kwa uweza wake na kwa ajili yake. Tunaweza kusema na Baba Mwashamba, Baba Askofu Muhasi, utukufu na uweza uwe kwake hata milele. Amina. Ndugu zangu wapendwa, jambo la pili katika jubilei ningeweza kusema ni adhimisho la kanisa, au ningeweza kusema jubilei ya kanisa, taifa la Mungu. Kwa hivyo jubilei hii si mali binafsi ya padre kama ulivyo upadre wenyewe. Jubilei ni sherehe ya taifa la Mungu, ni jimbo, ni parokia, ni kanisa zima. Kama Papa Paulo wa sita alivyosema, kuhani hajimiliki tena yeye mwenyewe. Maisha yake ya kiroho yenyewe yanategemea ushirika na ndugu ambao huduma yake inatekelezwa kwao, kama alivyosema katika mkutano wa hadhira ya jumla tarehe 10 mwezi wa 7 mwaka 1970. Mwaka 70 manake ni kama miezi mitano hivi kabla baba askofu hajazaliwa. Hivyo ndugu zangu, jubilei hii ni njia inayowawezesha na kumwezesha kwa namna pekee baba askofu na waamini kwa pamoja kumpa Mungu heshima na utukufu unaostahili kwa ajili au kwa sababu ya zawadi ya daraja ya upadre kwa kanisa. Pamoja na baba Mwashamu, baba askofu na wanajimbo wote, tunaweza kusema utukufu na uweza uwe kwake hata milele. Amina. Jambo la tatu na la mwisho ni muda wa upyaisho. Tunapoadhimisha jubilei, mjubilanti wetu anatafakari juu ya wito wake wa kujitolea kwake kwa maisha yote kwa Kristo na kuanza upya safari yake ya utume. Mwashamba Baba Askofu Muhasi katika jubilei hii anatafakari kule alikotoka, kama nilivyosema, katika historia yake, alipo sasa na anakoenda. Anatazama alikotoka na alipo sasa kwa moyo wa shukrani, lakini pia kwa moyo wa toba, kwa sababu kama asemavyo maandiko na hasa tulivyosikia kutoka Mtume Paulo, Mwenyezi Mungu ni Mungu wa huruma na huruma zake hazichunguziki. Mjubilanti wetu sasa anaweza pia kutazama kule anakoenda kwa moyo wa matumaini na kujikabidhi zaidi mikononi mwa Mwenyezi Mungu ili kumpyaisha katika utume wake. Na sasa sote jioni hii tunapojiandaa kuadhimisha hapo kesho sherehe kubwa ya jubilei ya Mwashamba Baba Askofu miaka 25 ya upadre, na walikeni tumuombee ili Mwenyezi Mungu amjaze ujasiri, amjaze hekima, ampe elimu ambayo haina ukomo au ambayo ni kuu mno. Tunaweza kusema pamoja naye na baba Mwashamba Baba Askofu, utukufu na uweza uwe kwake hata milele. Amina. Tumsifu Yesu Kristo.